Mambo vipi mwanafamilia wa GX Media, na hii ni G Update Sport. Bana, leo nakuletea mtiririko mzima wa kuhusiana na dabi ya Simba na Yanga ambayo ilipaswa kufanyika tarehe 8 Machi 2025. Hizi nakuletea dabi 7 zilizopita ambazo timu zote ziliingia mitini, na hii si dabi ya kwanza kuingia mitini. Usisahau kusubscribe, like, comment and share. This is GX Media. Mnamo mwaka 1969 Simba waliingia mitini kwenye dabi ya Kariakoo ya watani wa jadi, na baada ya Simba kuingia mitini, Young African walipewa pointi 3 na Simba Sport Club wakapigwa faini ya shilingi 500 kwa mwaka huo, miaka hiyo ya 1969. Na dabi nyingine ya pili ambayo ilikwenda kufanyika mwaka 1992 ambapo Yanga waliingia mitini baada ya Young African kuwa wameshakabidhiwa kombe lao na wameshajua ubingwa wameubeba, na mechi ya kuhitimisha ilikuwa ni mechi ya kukutana na watani wao wa jadi Simba. Baada ya kuwa wameshapewa kombe, Young African walikataa kuingia uwanjani wakiamini kuwa hata kama Simba akipewa pointi 3 asingeweza kuchukua ubingwa hata kama akipewa pointi 3 za mezani, na Young African alipigwa faini ya shilingi 250,000 kwa miaka hiyo ya 1992. Na dabi ya tatu ni dabi ambayo ilifanyika 1996 ambapo Simba aliingia mitini. Simba aliingia mitini na Young African kupewa point za mezani. Baada ya Simba kuingia mitini ni kwa sababu ya Simba alikuwa amequalify kuenda kombe la CAF, na baada ya kwenda kombe la CAF, mchezo wake dhidi ya mpinzani wake ama dhidi ya mtani wake ulikuwa upo karibu, ambapo ulikuwa ukifuata huo mchezo, anafuata dabi, anatoka kwenye dabi anaenda kucheza mchezo wa CAF. Na Simba waliomba mchezo wa dabi kusogezwa mbele kidogo ili wapishe mashindano ya CAF ambayo mechi ambayo alikuwa anaenda kucheza Simba, na shirikisho kukataa barua hiyo ya Simba na kuambia kwamba mchezo uko pale pale, na Simba kugoma kwenda uwanjani na Young African kupewa pointi 3 za mezani. Mchezo mwingine ulifanyika 2002 ambapo Yanga waliingia mitini, na hiyo ni baada ya mchezaji wa kipindi hicho ambaye alikuwa anaitwa SMG kwa jina lake maarufu kabisa. Baada ya SMG alikuwa ni mchezaji wa Simba kwa kipindi hicho, na baada ya kuhamia Yanga, Simba walileta figisu kwa sababu alikuwa ni mchezaji mzuri sana. Baada ya Simba wakaleta figisu kwamba ni mchezaji huyo sio Mtanzania, ni Mkongo. Mchezaji huyo baada ya kukataliwa kuingia uwanjani na Young African waliona hawana budi, kama mchezaji wao nguli kabisa na tegemezi amekatazwa kuingia uwanjani, wakasema ya nini wasiachane na hiyo mechi. Na hapo ndipo Young African walishindwa kuingia uwanjani na Simba Sport Club wakapewa pointi 3 za mezani. Na mchezo mwingine wa dabi ambao ulishindwa kufanyika ni mchezo ambao ulikuwa wa 2008 ambapo ilikuwa ni kwenye kombe la Kagame Cup, ambapo Simba na Yanga walikutana kwa kuwania nafasi ya 3. Baada ya kutoka hapo kwenye kuwania nafasi ya 3 ambayo ilikuwa ni dabi hiyo ya Kariakoo ya watani wa jadi Simba na Yanga, walikubaliana kuwa Kagame Cup iwalipe milioni 50 ndipo waende wakacheze dabi hiyo. Na kwa kipindi hicho uchumi wa Simba ulikuwa mzuri kuliko uchumi wa Yanga, na Simba
wakati wa siku ya mechi Simba walienda uwanjani na Yanga hawakwenda uwanjani, na Yanga walipigwa faini na pia Yanga walizuiliwa kwa miaka 3 kutokushiriki kombe la makombe ya Afrika. Na dabi nyingine ni dabi ambayo ilifanyika 2021 ambayo ilishindwa kufanyika 2021. Hapo ni Young African walionekana wameingia mitini na Simba walionekana wako sahihi baada ya shirikisho kupanga muda wa kwanza ambao wa kufanyika dabi hiyo. Ilipangwa ni saa 11 kamili, na baada ya hapo baadaye wakabadilisha na wakasema mchezo huo utafanyika saa 1 kamili. Young African walikataa muda wa saa 1 kamili na wakasema wao wataenda uwanjani saa 11 kamili. Baada ya hapo wataondoka kama mechi isipofanyika. Young African walifika mapema zaidi uwanjani baada ya kujua kwamba mchezo wao utafanyika saa 11. Wakaingia mapema zaidi na kufanya warm up kama kawaida, na baada ya hapo Young African mechi ilivyofika saa 11 kamili muda wa mechi kuanza na Simba hawakuonekana, Young African waliwasha gari na kurudi nyumbani. Baada ya hapo Simba walifika uwanjani na wakisubiri mechi yao ya saa 1 kamili, na Young African walionekana kuwa wamekimbia mechi baada ya kufika muda ambao ulibadilishwa na shirikisho. Mechi nyingine ambayo imeleta gumzo zaidi ni mechi ya dabi ya tarehe 8 Machi 2025 ambayo ilitakiwa kwenda kufanyika pale Benjamin Mkapa, na Simba kuonekana kuwa wamekimbia mechi baada ya Simba kutaka kwenda kufanya mazoezi ya mwisho kama ilivyo katika kanuni za mpira wa miguu kwamba mgeni wa uwanja anaruhusiwa kwenda kufanya siku moja kabla ya mechi kuanza. Siku moja kabla ya siku ya mechi anatakiwa kwenda kufanya mazoezi katika uwanja ambao mechi itafanyika, na Simba walifanya hivyo baada ya kwenda pale Benjamin Mkapa mnamo majira ya saa 1 jioni na kufika pale, na ikasemekana kuwa hawakutoa taarifa kwa bodi kwa timu mwenyeji, na pia hawakutoa taarifa kwa mkurugenzi na wasimamizi wa uwanja. Baada ya hapo ni vurugu lililokuwa likitokea pale nje, na kuonekana kuwa kuna walinzi wa Young African walitokea kwa ajili ya kuwazuia Simba Sport Club wasiende kufanya mazoezi, na vitu vingi sana viliibuka. Kusemekana kwamba walikuwa na magari mawili na gari moja lilikuwa limebeba mbuzi na vitu vingine, mara walikuwa wazee. Ni maneno ya watu wengi wameongea kulingana na kila mtu alivyokuwa akiona. Na mechi hiyo baada ya kutoka hapo Simba waligoma kuingia uwanjani na kutoa taarifa yao kuwa wamezuiliwa kwenda kufanya mazoezi yao ya mwisho, hawatoweza kuingia uwanjani. Young African siku ya tarehe 8 Machi 2025 walienda uwanjani kama ilivyo kawaida, ambapo mechi ilipangwa kufanyika saa 1:15 na Young African walifika mapema kabisa kwa ajili ya kufanya warm up na kila kitu kwenda kwenye mechi. Young African kufika wakafanya warm up kama ilivyo kawaida, na walishindwa Simba Sport Club walishindwa kufika uwanjani, na Young African baada ya kufanya warm up wakarudi nyumbani. Na kisanga kilichopo na kilichobakia ni kwamba Young African wanaomba kupewa pointi zao 3 na Simba pia wanagoma, na Young African wametoa kwamba hawawezi cheza mechi tena siku nyingine yoyote ambayo itapangwa ya ligi kuu ambayo itahusisha dabi hiyo ya Kariakoo. Hizo ni za chini kabisa kutoka na G Update Sport, ambapo tumekuletea za ndani zaidi ili kupata mchanganuo mzuri wa dabi za Kariakoo. Si dabi ya kwanza kushindwa kufanyika, hii ni dabi ya 7 toka mnamo 1969 mpaka hivi leo 2025. Hizo ni dabi ambazo zimepita na watani wa jadi hawa wameshindwa kufanya. Kwa hiyo
usichukulie kwamba ni mbaya sana, ni si mbaya sana kwa sababu si mara ya kwanza. Bana, usisahau kusubscribe, like, comment and share. This is GX Media.